Kwa majina naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Malumbo Abson Ngata, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya. Leo tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2026 majira ya saa 8:11 mchana tulipokea wito wa uwepo wa mtu aliyeonekana akielekea kwenye dimbwi la maji katika mtaa wa Maili 5 kata ya Iganzo jijini Mbeya. Kama majukumu yetu yanavyotuelekeza, maafisa na askari waweze kufika eneo la tukio kwa ajili ya kwenda kuona nini kinachoendelea. Ni kweli askari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji walifika eneo la tukio na kubaini kweli uwepo wa mtu ambaye alikuwa mwili wake unaelea kwenye dimbwi la maji katika huo mtaa wa Maili 5 kama nilivyotaja hapo awali, ambaye baada ya kutolewa pale amefahamika kwa majina anaitwa Tido Abel Kadaga, umri wa miaka 20, na alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha masomo ya biashara yani CBE campus ya Mbeya, na alikuwa anasoma mwaka wa kwanza. Kwa bahati mbaya tumemwopoa au tuseme tumemwokoa tayari akiwa ameshapoteza maisha, na mwili wake tumeukabidhi hospitali ya Rufaa mkoa wa Mbeya kwa ajili ya ndugu zake kutambua, lakini pia kwa ajili ya uchunguzi mwingine. Hizo mpaka saizi bado tujapata. Kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tunaendelea kufuatilia kujua chanzo hasa kilikuwa ni nini, lakini tunashukuru Samaria wema ambao walimuona na kuweza kutoa taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa ajili ya kwenda kufanya maokozi. Ili tunashukuru kama unavyojua kwamba mvua zinaendelea kunyesha mkoani kwetu. Tunasema ni neema kwa sababu mvua ni neema kwa ajili ya watu kuweza kufanya shughuli mbalimbali za kujipatia kipato kama ikiwemo kilimo, lakini mvua hizo zisipokuwa nazo makini zinaweza kusababisha maafa kama vifo kama ambavyo vinaweza kutokea. Hatuna uhakika moja kwa moja kwamba labda mvua inasababisha, lakini niendelee kuomba tumie nafasi kwa hasa wananchi kwamba mvua zinaendelea kunyesha. Kitu cha kwanza na cha muhimu, kwanza waendelee kufuatilia utabiri wa hali ya hewa ambao unatolewa na mamlaka ya hali ya hewa ili kujua kama mvua zipo za kiasi gani na madhara gani, kwa sababu mkoa wetu wa Mbeya umebarikiwa mvua nyingi. Lakini jambo la pili, tuchukue tahadhari, usio kaona maji yametuama kwenye dimbwi ukasema ukapima kwa macho kwamba ngoja nivuke, kumbe mkine kawa kirefu ukaweza kusababisha madhara. Lakini tuendelee kuangalia watoto wetu kwenye makazi yetu ambao wanakuwa wanacheza na shughuli zingine, labda wazee na watu wengine ambao wanahitaji msaada, tuwaangalie kwa karibu ili waweze kucheza kwenye maji, kwa sababu unaweza kama maji yananyesha mvua na mvua zinanyesha nyingi sasa hivi, kama maji yanapita basi wasipime kwa macho, wajiridhishe usalama wao ndio waweze kuvuka, au kama hakuna ulazima wa kuvuka basi wabaki majumbani kwao na kuendelea na shughuli zao za kawaida.